akaenda kupinga kule na ndio maana hawa wanamlalamikia Mchome kwamba alichokifanya si sahihi, kwa sababu yeye haendi kukata rufaa kwa msajili, anakata rufaa kwenye vikao husika vya chama. Umenielewa? Tupo na Mchome siku yetu tulimuuliza hapa kwamba kwa nini umeenda kwa msajili badala ya kufuata vikao, akasemaje? Akasema bwana sasa kesi ya Tumbili unampelekea Nyane, umpe Nyane. Tupo na wakili William Maduhu. Wakili, karibu sana, habari za asubuhi. Salama bana. Wali hapo kikaoni. Kamati, yani kamati iko vizuri sana. Hivi ni kamati kikao. Hii kamati tu. Kamati, okay. Habari yangu kwenye kamati bana. Salama kabisa. Salama kabisa. Jaji anakusikiliza hapa. Alikuwa na maswali mengi sana kuhusiana na kilichozungumzwa na Chama cha Demokrasia siku ya jana, kubadilisha tunasema msimamo na kuamua kukaimisha zile nafasi lakini na maamuzi yao ya kwenda mahakamani kutokana na maamuzi ya msajili. Kama wakili, mtu ambaye sheria unaifahamu vizuri, maamuzi ya Chadema yako sahihi ya kuamua kwenda mahakamani huku na unajua sisi kama Tanzania tunatunga sheria, tuna katiba, na nchi ambayo inaongozwa kwa kupata utawala wa sheria. Kwa hiyo kusoma ibara ya 107 ndio kubwa inazungumza kwamba mahakama ndio itakuwa chombo pekee lenye jukumu la kutafsiri haki pamoja na utoaji wa haki mtawalia. Kwa hiyo kwa mazingira ya kawaida, kama kuna jambo ambalo lina utata na mtu ameamua halina, kwa maana kwamba kuna jambo linabishaniwa na hakuna tafsiri rasmi juu ya jambo hilo, nafikiri mahala pekee pa kulipeleka swala hilo penye kupata tafsiri sahihi ni mahakamani. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba wameamua kwenda mahakamani wako sahihi, kwa sababu ndio sehemu pekee ambapo watapata tafsiri ya nani yuko sahihi na nani hakuwa. Kwa wakati huu ni muda sahihi pia, hiyo sasa sijajua kama imekaa kisheria, lakini kwa wakati huu unaweza ukatusaidia ni muda sahihi, kwa sababu mbaki muda kadhaa, lakini pia washachukua maamuzi ama washafanyia kazi maamuzi yaliyotolewa na msajili kwamba fanyeni 1 2 3 4, na wao zile nafasi kweli, kwa sababu wamekaimisha, kwa maana ya kwamba wametii agizo la msajili. Sasa maamuzi ambayo pia wameyachukua na huku na wakati pia bado kwenye mstari bado. Mimi nafikiri wao wamecalculate, wapiga hesabu kwamba kwa mfano Twashuma wangesema bado wanaenda mahakamani tu yake. Alafu akaendelea kumgomea msajili. Unajua kwamba hukumu inaweza kutoka, wameshinda sawa. Lakini chama kipo kilishafutwa. Unajisikiaje? Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba wameamua wapige ndege wawili kwa jiwe moja. Kuna masuala ambayo wenyewe hawaridhiki dhidi ya maamuzi ya mheshimiwa msajili, hawajaridhika nayo kama chama. Wameamua wapeleke mahakamani wakapata tafsiri, lakini wakati wako mahakamani sasa watapata tafsiri. Sasa wenyewe wanataka waweke record. Nataka waweke record sahihi tu. Kwa wakati watapata tafsiri mahakamani, lakini huku chama kikiwa salama salimini. Maana ni kama sasa wameamua kutii maagizo ya msajili kama interim, kwamba kukifanya chama kuwa salama, kukinusuru chama kuendelea kwa sehemu salama. Kwa hiyo mimi naona kwamba bado uko sehemu uko kati sahihi. Hata kama kesi itachukua miaka 5, itachukua miaka 6 kuisha, lakini bado chama kiko salama. Lakini kama wangesema tunaenda mahakamani kupinga maamuzi ya msajili, alafu akaendelea kubishana na msajili, maana yake ni kwamba kesi inakuja kuisha kwa mambo mawili, aidha chama kipo au chama kikiwa kipo, au kesi inaamliwa mwaka 2029. Muda tayari uongozi wa viongozi waliopo sasa umeisha muda wake. Uchaguzi mkuu ndani ya chama tayari unaitishwa upya. Mimi sio katibu mkuu na wale wenzake, Lema sio mjumbe wa kamati kuu. Kwanza inasaidia nini sasa? Kwa hiyo kwa sababu kumbukeni, kwa mfano mtu kama kesi kwa mfano Mheshimiwa Mbatia. Mheshimiwa Mbatia alifukuzwa wanachama na chama geuzi 2021 22. Hukumu imetoka juzi, ameshinda. Lakini sio mwenyekiti, sio wanachama. Sasa hiyo decision ya kulivezi maamuzi aliyejua kwa mwenyekiti, unafikiri rais kiasi hicho? Lakini kwenye record imekuwa very clear kwamba Mbatia alionewa. Kuna wao wameamua kuja na record hiyo kwamba waende mahakamani. Mahakama imeweka record sahihi kwamba mamlaka ya msajili ilikuwa sahihi au hayakuwa sahihi. Sasa mtu ambaye atasema msajili alikuwa sahihi au hakuwa sahihi, hapo na masuala ya kufuata utaratibu,
sio mtu mwingine yote, ni mahakama. Kwa hiyo wenyewe wameamua kufanya vyote kwamba waende mahakamani kuweka record sikae sawa. Lakini wakati huo wakifanya chama kiendelee kuwa sehemu salama, kwa sababu kitendo cha kuendelea kuvimba, kutonisha misuli ya kumbishia msajili na bishana dola, maana ni kwamba hata kama ukishinda kesi, ndugu yangu, chama hakipo, bali unakuwa haikusaidii. Lakini ni bora chama kiwepo, ushinde kesi lakini ukaandika record sahihi kwamba kuna mambo yalifanyika lakini hakufuata taratibu. Hakufuata utaratibu. Karibu sana Jaji. Madu. Naam. Nafikiri umenijibu vizuri kwa sababu mle nilimokuwa nataka kupita na umenishanipatia elimu, na ndio maana nilikuwa nimemwambia mwenyekiti, nilinyoosha mkono kutaka kuuliza lakini sasa ulipokuwa unatiririka nikaona kama umeamka vizuri. Nikaona umeamka vizuri. Kwa hiyo umenijibu kiasi kwamba sina swali. Na sisi tu labda hata wewe unaweza ukatupongeza kwa sababu sisi tuliwaambia haya wanaoyatekeleza sasa hivi. Tukasema watii sheria bila shuruti. Alafu mambo mengine yaendelee. Yeah, of course mimi niliwafuatilia kwenye kamati nafikiri wiki moja iliyopita. Tena ulikuwa unazungumza wewe mwenyewe hapo. Naambia kwamba ukashauri kwamba najua wanatusikiliza natufuatilia. Kwa mazingira alivyo, kwa sababu kweli kwamba ukiangalia barua ya mheshimiwa msajili, msajili alisisitiza tena kwa lugha ya upole sana kwamba anashauri Chadema wafanye uamuzi wa busara kwa kuitisha baraza kuu upya liwaidhinisha hao ambao yeye anaona kwamba utaratibu haukufuatwa mwanzo. Hata mimi binafsi mara kadhaa nimehojiwa na media mbalimbali ikiwemo nyinyi hapo na media nyingine. Hata jana nilizungumza kwenye moja chombo cha habari, nikawaambia kwamba kwa hatua ilivyo Chadema hawana namna yote zaidi ya kuitisha baraza kuu kuidhinisha viongozi kama ambavyo walifanya wenzao kile ACT. ACT waliletoa kweli kama ina mheshimiwa msajili, wakaita haraka sana halmashauri kuu. Wale ambao walikuwa hawataki au waliwapinga, wale wakapeleka kwenye halmashauri kuu, ikawaidhinisha, wakampelekea akakubali kwa sababu taratibu ulifuatwa. Hata mimi niliwaambia halmashauri kwa mazingira alivyo baraza kuu liitishwe. Wakati baraza kuu linaitisha chama kikiwa salama, pata na mnika ni viongozi, waende mahakamani waandike weka record sawa nani alikuwa. Lakini cha pili ambacho mimi nataka pia nitumie fursa hii kwa shauri Chadema. Najua kwa baraza kuu linaitishwa na nyinyi hapo, nafikiri pia mtumie fursa hii kwa shauri mungae na mimi. Katika mazingira ya kawaida ni kwamba hatuwezi kukataa bado Chadema ipo kwenye homa ya uchaguzi mkuu wa ndani ya chama chao uliofanyika Januari 21 na 22 Januari mwaka huu. Sasa maana yake ni kwamba kama baraza kuu likija na ushabiki, kwa sababu kumbuka tofauti ya kula kati ya Mheshimiwa Mbowe na Lissu ilikuwa ni ndogo, ilikuwa takriban 31. Wewe alipata kula 480 na wewe alipata kula 550 na kitu. Gap ndogo mno. Kwa sababu baraza kuu la Chadema lina wajumbe takriban 450 na kati ya wajumbe 450 na kitu, hatuwezi kubisha kwamba wajumbe takriban 200 watakuwa wale ambao walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe na 200 na kitu wale ambao walikuwa wanamuunga Mheshimiwa Lissu. Sasa wajumbe wa baraza kuu, mimi nataka nitumie fursa hii ya kipindi cha kamati uwasiti waje Dar es Salaam au mkoa wote ambao baraza kuu litaitishwa wakiwa na mawazo ya Chadema kwanza, chama kwanza, sio timu fulani kwanza. Sio timu. Kama watakuja na mawazo ya timu fulani kwanza, namba zaikishie kamati na mtakuja kuniambia. Baraza kuu aidha tafanyia kwa vurugu itavurugika au kuna uwezekano wa chidi ya kuadhimisha kinamiliki sitimie, kwa maana kwamba upande fulani ambao bado unaamini kwamba ulishinda uchaguzi bado na madonda ukapiga kula ya hapana ya kukataa baadhi ya watu, chama hakiwezi kubaki salama. Watakuwa waendelea kuwahalalishia baadhi ya watu wenye nia mbaya nje ya chama kwamba kuna shida kwenye chama, ili wasema waidhibitishie dunia kwamba uchaguzi ndani ya chama ulikwisha. Sasa ni chama kwanza waje Dar es Salaam au mkoa wote ambao za kuitaitishwa wakiwa na mawazo ya chama kwanza. Agenda zote ambazo chama kitaziweka mezani, hasa hii ya uidhinishaji wa viongozi wakuu wa chama, kwa kauli moja baraza kuu lote liwapigie kula ndio hawa wajumbe, ili wakifanya chama kiwa tulivu, kifanya kazi zake kwa utulivu. Kwa sababu sasa hizi wana kesi mahakamani ya kuzuia mali za chama kutofanya shughuli yote ya kisiasa, kama mgawanyo wa habari kwa Zanzibar au kwa sawa. Jaribu jingine hilo, ingawa kuna mjumbe amejitoa, lakini kwenye hili la baraza kuu wajumbe wote bila kujali walimuunga mkono nani, kwa sababu uchaguzi ulishakwisha, na hii tuamini kweli kwamba uchaguzi ulishakwisha, waje na kauli moja ya chama kwanza, wawaidhinisha wajumbe wote, wampelekee msajili, chama kibaki salama. Jaribio lote la wajumbe wa baraza kuu kuja na mawazo ya kupinga
kutowazimisha wale wajumbe wa kamati kuu na hii secretariat, watakifanya chama kiendelee kupasuka ipande ipande na kuwafanya maadui zao wa nje ya chama waendelee kuamini kwamba Chadema kuna mpasuko kwenye huo. Na nataka na nyinyi pia kamati mwingine mimi washauri kwa kina Gaubaga wajumbe wa baraza kuu 400 plus wanakuja huo ndani ya hizo ndani ya siku 6 ambazo kama Nyigita anazisema katika mkoa wote ambao chama kitatangazia kama watafanyia baraza kuu waje na maono ya chama kwanza. Ubinafsi kama nilimuunga mkono fulani, mimi nilishindwa, naenda kupiga kula ya kupinga kile kilichofanyika pale, watakibaliza chama chao. Waje na maono ya kukinusuru chao kwenye haya majaribu. Sasa waendelee kupigania sasa masuala mengine ya kesi ile ya mali za chama, kesi ya kupinga maamuzi ya msajili na kupigania mwenyekiti wao ambaye yuko ndani kwa kesi kubwa ya uhaini, aendelee kutetea mahakamani, hatimaye baadaye atoke aungane nao raiani, wafanye kazi ya siasa, wafanye kazi ya kujenga taifa hili. Mimi huo ndio wito wangu kwao kama ndugu yao, kama rafiki yao. Wasije na maoni ya mawazo ya kwamba mimi nilishindwa naenda kupiga kula kukomoa akina Mnyika na wenzao wasipitishwe. Hawatafika popote. Madu, wewe bwana mimi nikupe maua yako. Yaani wewe ni wakili makini. Wewe ni wakili makini. Sasa sijabarikiwa tu kuandaa vyeti. Lakini kwa leo ningelikuwa na yako kama mamlaka kakuatunuku vyeti. Maua. Ningekupa cheti lakini mwenyekiti ananikumbusha hapa anasema eti nikupe maua yako. Maua yenyewe hapa si. Maua, nafikiri maua na ndio sababu unajua mama Mane bahati mbaya kama mamlaka kunipa cheti huna. Ndio. Kwa nafikiri maua yananitosha. Basi bana wewe chukua maua yako bwana. Au ningekuwa sijaoa, ningekuja kuchukua binti yako mmoja. Wapangalava kwa akidi imetimia. Sawa, mimi nikushukuru sana. Akidi imetimia. Mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Kwa mimi naomba na nyinyi kamati muungane na mimi kutoa ushauri huo kwa Chadema. Katika wakati mgumu, hatuwezi kukataa. Wanapitia wakati mgumu sana kama chama. Bado homa ya uchaguzi ndani ya chama ipo. Na utapoamini hivi, angalia maandiko mitandaoni ya waliokuwa na muunga mkono Mheshimiwa Mbowe. Sasa kwa majina, nyinyi mnajua. Mwangalie wanavyoandika maandiko yao Twitter, wanavyoandika maandiko yao bado wana majeraha. Ni maandiko ya kubeza kinachofanyika na uongozi wa sasa. Ni maandiko yanaonyesha bado wana grievance moyoni mwao. Sasa na baadhi yao wanaoandika mitandaoni wajumbe wa baraza kuu wanakuja hiyo fanya uamuzi huu. Wakija na maoni hayo ndio kwa nasema kama nilishinda uchaguzi bado naenda kufanya ukomoaji. Kama kila ambaye alikumunga mkono mtu fulani basi akija hapa anakuja kwa ajili ya kukwamisha kwamba utafanya usipitishwe, chama kitafika. Waje na mawazo ya kimheshimiwa Boniai. Ameonyesha uwazi kwamba uchaguzi uliisha, alishinda Mheshimiwa Lissu, demokrasia iliamua, ameiheshimu na sasa anafanya kazi kujenga chama chao. Wakija wote na mawazo ya Mheshimiwa Boniai na wengine ambao nimewaona mikoani na kuhakikishia Chadema inakwenda kuvuka salama. Lakini kama atakuja na mawazo mengine nje ya ambapo Mheshimiwa Boniai anaanza kuyaonesha, chama kitavuka kwenye mtihani. Mimi ni kushukuru sana kwa labda mimi ni sio kwamba niseme tu mimi master hapa ninachosema wakili Maduhu kwamba ulichokieleza leo kama alivyosema Jaji Manyota pale ni cha msingi sana. Mimi baada ya kipindi hiki kuna rafiki yangu mmoja kule Chadema nitamuuliza kwamba umemsikia wakili Maduhu, tutamtumia kabisa ili nini ili ione vizuri hicho kipande hicho cha ushauri wangu mkipeleke Instagram ili wakione vizuri kwa watakiona kwa uzuri kwa ukamilifu wake. Ni ushauri ambao baadaye nakwambia hata kinaojia idanganyi kama atapuuza nilichokisema hapo, tarudi kwenye kabati nitawaambieni kwa nini nilisema. Ni kama atafanyia ushauri wangu kwa nini usema hapo, tarudi kwenye kamati baada ya baraza kuu nitawaambia madhara na faida ya ushauri wangu kupuuzwa na kuchukuliwa. Asante sana kwa muda wako. Asante sana. Naam, ni wakili William Maduhu tukizungumza naye hapa kwenye kamati. Umemsikia mwashauri chama cha demokrasia na maendeleo nini cha kufanya na hasa wale wajumbe wa baraza kuu wakija yani wafahamu kwamba uchaguzi ulishaisha, sasa hivi wanatengeneza chama chao kwa sababu watakachokifanya sasa hivi ndio determine future ya chama cha demokrasia na maendeleo. Kwamba mkutano huo utaenda kuleta utofauti au ndio utaenda kuvuruga kila kitu. Kwa hiyo akidi
imetimia na kwa utaratibu kanaendelea. Hapa hii mimi naona nitakuwa tunaandika hapa akidi imetimia. Nataka tumsikilize makamu mwenyekiti akizungumza. Salim, utafanya maarifa hapo, lakini mimi huko nataka tumsikilize makamu mwenyekiti akizungumza kuhusiana na viongozi ambao wame